Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania kuimarisha diplomasia, mkutano AU. Samia beba mambo matatu Addis Ababa, kutangazwa kinara AU. Afya mama na mtoto, habari katika ukurasa wa pili. Chalamila wapa wiki mbili wa kandarasi mwendo kasi, habari katika ukurasa wa 8. Serikali ya charuka misamaha ya kodi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Mwigulu msiendekeze Sangoma, pimeni afya, ataka elimu matumizi ya pombe tumbako kuanza ziara Tanga leo, habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Tanzania EU kushirikiana thamani ya madini, habari katika ukurasa wa 2. Na Nauka agiza vijana wasaidiwe kukopa bilioni 20, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Kitila asifu CRDB kukopesha vijana milioni 500 za miradi, habari katika ukurasa wa 3. SMZ yasema amani utulivu chachu ajira 350,000. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema yampa masharti Samia. Heche asema ndiyo yatakipa mwanga chama hicho kufikiria kuingia kwenye maridhiano tena, azungumzia madai watu wananufaika na kesi ya Lissu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, ikiwa haya ni mahojiano maalum. Mtu asije kujidanganya katika hili, mimi majukumu yangu ni kumsaidia yeye Lissu kutimiza malengo yake aliyouzia wanachama, nao wakamchagua kuwa mwenyekiti, na yeye ndiye mtu pekee atakayekiongoza chama kwenye maridhiano. Na kwa sasa masharti yetu ya awali ni hayo mawili, kisha mengine yatafuata. Hii ni nukuu ya John Heche. Gazeti hili imeandika kauli ya Lissu ya kutopewa chakula ya liza wafuasi kortini. Ukumbi wa mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam jana uligubikwa na vilio. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Samia kinara afya Afrika, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akikagua gwaride la heshima baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole jijini Addis Ababa, Ethiopia jana. Makosa yanayofanywa na wafungaji wa somo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Imbeju Go Green ya CRDB kukuza uchumi shirikishi, habari katika ukurasa wa 2. Humphrey Shao safari imeisha, alama zimebaki, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose
nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia kwa kinara afya mama mtoto Afrika. Jina lake lapendekezwa, anatarajiwa kupitishwa rasmi na mkutano mkuu wa nchi na serikali AU. Atoa Ethiopia kushiriki mkutano huo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mwigulu ataka ushirikiano wa mapambano ya saratani, habari katika ukurasa wa 4. Chalamila akunwa na bima ya afya kwa wote, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar atoa ushauri, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika wakuu wa idara vitengo wahimizwa bidii kazini, habari katika ukurasa wa 2. NEMC yafunga kiwanda da kwa uchafuzi wa mazingira, habari katika ukurasa wa 2. Kimbunga chaua takriban watu 31 Madagascar, habari katika ukurasa wa 19. Wabunge na wajibu wa kuenzi kuimarisha muungano, habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele Ijumaa ya leo ni Lissu dhidi ya shahidi, ameuliza maswali 29 ya uhalali wake, habari katika ukurasa wa 2 na ukurasa wa 4. Vifo saratani vya mshtua waziri mkuu, atoa agizo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Samia apendekezwa kinara afya mama na mtoto AU, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Rais Samia Suluhu Hassan amependekezwa kuteuliwa kwa kinara wa Umoja wa Afrika AU katika masuala ya afya mama na mtoto katika mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa umoja huo utakaofanyika Februari 14 hadi 15 mwaka huu. Kasi ongezeko watoto wa mitaani, Shai lashtua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Hii ni ripoti maalum. Aliyefungwa maisha jela kesi ya unga achiwa huru, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Go Green na Imbeju, daraja la mitaji kwa vijana wabunifu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Balozi wa Marekani azihakikishia sekta binafsi mambo mazuri uwekezaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia kung'ara AU, kukabidhiwa kiti cha kinara wa masuala ya afya ya mama na mtoto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Uteuzi huo unaakisi dhamira ya Tanzania katika kuimarisha huduma ya afya, ustawi wa familia na maendeleo ya rasilimali watu barani Afrika, habari katika ukurasa wa 2. Ni maendeleo, uwajibikaji, Mbeto wawakilishi wananchi wazungumzia makubwa yaliyofanyika, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Hizi ni siku 100 za Rais Dr. Mwinyi. Miradi ya bilioni 758 kuzinduliwa Tanga, habari katika ukurasa wa 4. Wabunge wapigwa somo la kutetea muungano, habari katika ukurasa wa 3. Waziri mkuu ashtukia misamaha ya kodi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Upepo waizua nyumba zaidi ya 280 wilayani Rufiji, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Yanga mtegoni, jesema kuleza moto, rekodi za Waarabu za shtua, Pedro hawatuliza mashabiki, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ni mchezo kati ya Yanga dhidi ya JS Kabylie Februari 15 Jumapili, uwanjani wa Amani Complex Zanzibar. Habari picha inaonyesha wachezaji mbalimbali wa Yanga Sports Club. Mode ujashtua wengi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Beka asuka mipango mipya, aipiga mkwara Malien, nyota apewa jezi nzito. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 13. Kesho Jumamosi saa 1 kamili usiku ni Simba dhidi ya Malien, uwanja wa Benjamin Mkapa. Wanadada wapindua meza Bongo Flava, habari ni katika ukurasa wa 17. Habari picha ina Zuchu pamoja Maua Sama. TPL leo Ijumaa ni Tanzania Prisons dhidi ya Coastal Union, mchezo unapigwa saa 10 kamili jioni uwanja wa Meja Samuyo. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti ya Habari Leo lenye limeandika CAF yakagua viwanja AFCON kukutana da Nangu aipapiga Simba, habari katika kurasa za ndani. Nyota Yanga wakabidhiwa Kabylie, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili.
Lakini pia gazeti hili limeandika Forest ya mtimua Daesh, habari katika ukurasa wa 22. BMT yataka ubunifu heshima Chaneta, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake nyuma. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.